Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia avuka malengo ya hadi siku 100, aimarisha umoja wa kitaifa, aendeleza miradi ya maendeleo, wasome umwagea sifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Mwigulu atoa maagizo 6 utalii, akabidhi miundombinu 21 bilioni 114.6. Habari katika ukurasa wa 3. Waliohodhi ardhi muda mrefu wamulikwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mmiliki daladala mbaroni, dereva akimgonga traffic. Habari katika ukurasa wa 20. Samia ateua wenye viti wa bodi 4. Habari katika ukurasa wa pili. Afa akiwakimbia maofisa dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 20. Kasi kuongeza uwezo wa kisayansi kuwa endelevu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Alhamisi ya leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu afumua kizimba cha mashahidi. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nani ameua pacha hawa wa miezi 10? Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mvutano wa kifo cha mtuhumiwa, mjomba asimulia hatua kwa hatua alivyotiwa mbaroni na polisi na walivyopokea taarifa ya kifo chake. Waishushia lawama polisi wakitaka uchunguzi kwanza. RPC asema mtuhumiwa amekufa kwa presha. Habari katika ukurasa. Baada ya kukamatwa alionekana kuhema kwa shida na kuchoka sana, hivyo alipelekwa hospitalini ambako alifariki dunia. Uchunguzi wa awali unaonesha kifo kilitokana na kushuka kwa presha. Hii ni nukuu ya RPC Tanga, Almachus mchunguzi. Siku 90 za katika hatima ya ACT Wazalendo kuingia serikali ya umoja wa kitaifa gizani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rostam, imani kwa uwekezaji imerejea. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika waziri na Nauka ataja ahadi 13 alizotekeleza Rais Samia ni ndani ya siku 100 Ikulu. Kasi yake ya wavutia vijana wategemea makubwa siku za usoni. Habari katika ukurasa wa 4. Samia afanya uteuzi wa wenye viti wa bodi. Habari katika ukurasa wa 4. Mkataba wa kupima fursa kwa wanawake wasainiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Bodaboda 500 mbioni kufanya kazi UAE. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4.
RC Chalamila aonya watakaochelewesha miradi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. FCC endeleeni kusimamia ushindani katika soko, habari katika ukurasa wa pili. Netanyahu ziarani Marekani kujadili Iran, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika ukiona dalili zifuatazo kimbilia hospitalini, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele nilisovoka kionzi kortini. Mahakama yaamua shahidi wa jamhuri aonwe na majaji, yaagiza kizimba maalum cha kiboksi kilichojengwa awali kirekebishwe ndani ya saa 24. Pia pingamizi la Chadema mgawanyo wa mali la tupo, habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ya Tundu Lissu ikisema namna kilivyojengwa ni kweli hakikidhi hii kanuni ya 3, kinafanya majaji washindwe kutathmini ushahidi wake kwa kuwa kilitengenezwa na mahakama, kitarekebishwa ili kiweze kukidhi matakwa ya kanuni ili iweze kumuona shahidi. Hii ni nukuu ya Tundu Lissu. Huduma ya upandikizaji ini Muhimbili sasa rasmi. Habari njema kwa wagonjwa wa ini baada ya jana hospitali ya taifa ya Muhimbili kutangaza kuanza upandikizaji Juni mwaka huu. Hatua hiyo ni sehemu ya kuongeza upatikanaji wa huduma bobezi za kibingwa nchini. Mkurugenzi mtendaji wa MNH Dr. Delila Kimambo alitangaza habari hiyo jana jijini Dar es Salaam, akisema hatua iliyopo sasa ni wataalamu wa ndani kujengewa uwezo na wenzao kutoka Misri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mwafaka wa maridhiano ya kisiasa Zanzibar umeiva, habari katika ukurasa wa 3. Walimu wanafunzi 11 wavamiwa na nyuki na kujeruhiwa, habari katika ukurasa wa 18. Ripoti maalum. Watoto hadi hospitalini wafunguka magumu yao, usalama ukibaki rehani, habari katika ukurasa wa 5. Afariki dunia akiwakimbia maofisa dawa za kulevya, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Mwanahalisi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni urais shoti tupu, vigogo wapanga mkakati kubadilisha katiba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lissu ni muda tu, vyanzo vyake vya taarifa vinasema kumekuwa na wito usiokoma katika jumuiya za kimataifa unaotaka serikali kumwachia huru mwanasiasa huyo machachari wa upinzani mara moja bila masharti. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6. Samia wa 2021 atakutana lini na wa 2026, habari katika ukurasa wa 10 na ukurasa wa 11. Mgogoro mwingine wanaokia Zanzibar, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika mageuzi makubwa utalii. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu azindua miundombinu 21 yenye thamani ya bilioni 114.62. Mkakati mpya wa kitaifa wa miaka 10 kuanzishwa kudhibiti wanyamapori dhidi ya wananchi, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Komba chaguo sahihi Peramiho Gavu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na Nauka ataja mafanikio ya vijana siku 100 za Rais Samia. Siku 100 za Rais Samia zimekuwa na mafanikio makubwa sana, pengine naweza kusema ni kati ya siku 100 zenye matokeo ya haraka kuliko, na hii inatokana na dhamira yake. Hii ni nukuu ya waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka. Chalamila amtolea uvivu mkandarasi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ukosefu wa maziwa ya mama chanzo cha ugonjwa wa kisukari kwa watoto, habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mapinduzi makubwa utalii. Dr. Mwigulu azindua miundombinu 21 iliyogharimu shilingi bilioni 114.6, ikiwemo uwanja wa ndege wa Mtemere uliopo ndani ya hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere, habari katika ukurasa wa 3. TANAPA yaahidi kusimamia maono ya Rais Samia katika ukuaji wa sekta ya utalii kwa vitendo. Akwilapo awataka wamiliki wa ardhi kuendeleza maeneo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Rais Samia atimiza ahadi ya mpango wa bima afya kwa wote ndani ya siku 100, habari katika ukurasa wa 4. Serikali yawekeza zaidi ya bilioni 590
kuimarisha bandari Mtwara na kisiwa Mgao, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanahabari. Sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Pacome Okero wawekewa bilioni 1.2. Kigogo Yanga fichua nyota mpya hatua, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Liwalo na liwe, Yanga haina namna zaidi ya kuhakikisha inashambulia muda wote na kusaka ushindi kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie utakopigwa New Amani Complex Februari 15 Jumapili. Pointi za thamani, pointi 3 dhidi ya JS Kabylie itafanya Yanga kufikisha 8 na kusikilizia AS FAR Rabat. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Kibu ashindwa kujizuia Simba, asema kuna surprise inakuja Msimbazi, habari katika ukurasa wa pili. Tanzania Prisons Otieno kimenuka, habari katika ukurasa wa 14. Apewe asipewe, mjadala kuhusu mustakabali wa Michael Carrick huko Manchester United unaendelea. Kiungo huyo wa zamani, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Ijayo ni Februari 23, Everton dhidi ya Manchester United Premier League. Mwanaspoti limeandika TPL leo Alhamis ni Dodoma Jiji dhidi ya TRA United saa 1 kamili usiku Jamhuri Dodoma, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba ya mwachi ya Kibu, knockout ya mama msimu wa 4 yaja, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Singida Black Stars kicheko yapata ushindi wa 3. Wadau waitwa kudhamini kituo cha michezo, habari katika ukurasa wa 23. Esma Majid kutembea kwa miguu. Esma Majid kutembea kwa miguu ni kawaida, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.